Wengi tunajua, mara nyingi hata tukifanya biashara tunatamani kupata faida. Lakini iko faida ya kutegemea msaada kutoka kwa Mungu, kuliko tungetegemea tu kutoka kwa wajomba, kuliko tungetegemea tu kutoka kwa mashangazi, kuliko tungetegemea tu kutoka kwa wafadhili. Iko faida kutegemea msaada wa Mungu. Daudi anaandika Zaburi hii akiwa na historia ambayo Mungu amemsaidia katika maisha yake. Na sio yeye tu, yeye kama kamanda wa jeshi la Waisraeli, kamanda mkuu, pengine hapa tungeita amiri jeshi mkuu, lakini akiwa na wenzake kama kina Yoabu kama jemedari wa jeshi la Waisraeli, lakini na Abishai naye akiwa kwenye kikosi cha wana wa Israeli. Waliona Mungu alivyowatendea zaidi kwa maadui waliokuwa kule Edom. Kwa ukisoma mistari ya pale juu, unaona taifa la Israeli kuna muda waliyumba, kuna muda walipigwa, kuna muda walitetemeshwa, na sababu inayoelezwa, kuna mahali walimwacha Mungu na Mungu akaondoa mkono wake. Mtumishi wa Mungu Daudi, kama alivyojawa maombi na unyenyekevu mbele za Mungu na moyo wa toba, anakuja kwa moyo wa toba kwamba Mungu utukumbuke kama taifa la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo hapa chini anakuja kuhitimisha kwamba kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, kwa maana ni nani atawakanyaga watesi wetu? Maana yeye Mungu atawakanyaga watesi wetu. Bwana Yesu asifiwe.